Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tunaangazia awamu ya pili ya makala ya jinsi Urusi ilivyopigana na kushinda katika mwaka 2025 na jinsi ambavyo imehimili misukosuko kutoka kwa Ukraine. Tulitazama maeneo karibia mawili na sasa tunaendelea kuangazia maeneo mengine. Eneo lingine ni Toretsk. Hili ni eneo ambalo mashambulizi yalikuwa ni makubwa. Urusi ilitumia mbinu mbalimbali ikiwa ni pamoja na kutumia askari wake wa ardhini, lakini pia kutumia makombora ya angani na kila namna ya mashambulizi. Toretsk ni mji mwingine ambao ulishuhudia mapigano makali mwaka huu. Ni Toretsk ambayo wakati mwingine inajulikana nchini Urusi kama Dzerzhinsky, wenye wakazi 34,000 kabla ya vita. Kama huko Kupiansk, majeshi ya Urusi yalijitahidi kuanzisha mzingiro kutoka pande tatu kuzunguka jiji hilo kubwa la uchimbaji madini, kuwalazimisha kushiriki katika mashambulio ya ana kwa ana. Vita vya Toretsk vilianza mwishoni mwa mwaka 2024 na kufikia Februari mwaka 2025, jeshi la Urusi lilikuwa limeondoka katika maeneo mengi ya mijini ya vikosi vya adui, na hata hivyo ilishindwa kulinda ubavu, na kufikia Machi, kutokana na mashambulizi ya Kiukraine, askari wa Kirusi walilazimika kurudi katika sehemu nyingi za jiji, ikiwa ni pamoja na katikati ya jiji. Toretsk ilikombolewa kikamilifu mnamo Aprili tu, ikifungua njia ya ngome inayofuata ya Kiukraine, Konstantinovka. Vikwazo vya awali katika vita vya jiji hili na umuhimu wake kwa ujumla vilifanya iwe nafasi ya 8 katika vita ambavyo Warusi walipambana huko nchini Ukraine. Velikaya Novoselka ni mji mdogo, idadi ya watu wake ni 5,900 kabla ya vita. Ni eneo la nyika, linaweza kuwa halifai kutajwa hata kidogo, ikiwa sio kwa jukumu lake muhimu kwa uvamizi wa Ukraine mwaka 2023. Mstari mkuu wa ulinzi wa Ukraine kutoka ambapo uasi ulianza ulikuwa karibu na mji huu. Vikosi vya Ukraine vilitambua umuhimu wa kimkakati wa mji huo, na mara kwa mara vita vikali vya mwaka vilitokea katika eneo hili. Hapa ndipo pia ambapo moja ya majaribio manne ya kupinga mashambulizi ya mwaka ya Ukraine yalifanyika. Ukraine ilipambana kwa kiasi kikubwa kuhakikisha inajilinda na kulinda mji huo, lakini kutokana na namna ambavyo Urusi iliendesha mashambulizi yake, Ukraine haikuweza kuendelea na ulinzi wa eneo hilo, na hatimaye wanajeshi wake waliamua kuondoka katika maeneo mengi ya mapigano. Na hii ni kutokana na namna ambavyo Urusi ililazimisha Ukraine katika kuondosha wanajeshi wake kutokana na mashambulizi makali yaliyokuwa yakifanywa na jeshi hilo la Urusi. Jeshi la Urusi lilifanikiwa kuvunja safu ya ulinzi ya Kiukraine karibu na Velikaya Novoselka na kukomboa mji huo mwishoni mwa Januari mwaka 2025. Wakati kutekwa kwa Velikaya Novosti kuna umuhimu mkubwa, saizi yake ndogo inaweka nafasi ya 7 kwenye orodha hii. Nafasi ya 6 ni vita vilivyopiganwa katika eneo la Chasiv Yar. Idadi yake ilikuwa ni watu 13,800 kabla ya vita, na ni ngome ambayo ilikuwa ni ya kweli, imewekwa juu ya mwinuko mkubwa, inaangazia mfereji mpana wa kina wa Severensky Donetsk Donbas. Ni eneo ambalo kimsingi vita vyake vilikuwa ni vikubwa mno kuanzia Aprili mwaka 2024 na kuwa moja ya vita ngumu zaidi katika mzozo mzima. Ili hata kufika Chasiv Yar, vikosi vya Urusi vililazimika kupanda mteremko karibu na wima wa mita 60 hadi 70 kimo kabla ya kuvuka mfereji huo wenye upana wa mita 30 na hadi mita 20 kwa kina. Ni eneo ambalo vita vilikuwa ni vikubwa mno, na Urusi ilitumia mbinu mbalimbali ikiwa ni pamoja na kutumia vikosi vyake vya ardhini katika mapambano katika eneo hilo. Na ndio maana eneo hili, kutokana na jinsi Urusi ilivyopambana, iliweka katika orodha ya nambari 6. Lakini tuangalie nambari 5. Nambari 5 ni huko Kurakhov. Ni jiji lenye watu karibia 18,500 kabla ya vita, na lilikombolewa mnamo Januari na vikosi vya Urusi ambavyo vilianzisha mashambulizi makali, ambapo vikosi vilikuwa umbali wa kilomita 80 hadi 90, lakini mashambulizi ya angani lakini pia na ardhini yalisaidia katika kukomboa mji huo. Jiji hilo ambalo lilibeba watu wengi linadaiwa pia lilikuwa na askari kutoka katika mataifa ya magharibi walioingia kwa ajili ya kusaidia Ukraine katika mapambano, lakini Urusi ilitumia mbinu nyingi za kuweza kulikomboa.
Eneo jingine ni Severensky, ni eneo la mstari wa mbele ambalo lilikuwa na watu 11,000 kabla ya vita, lakini mwezi Julai lilionekana ni kama vile watu wengi waliondoka, na ni katika sehemu za Donbas, na ilikuwa unaweza ukasema lilikamatwa tu kwa miezi michache, na Urusi haikutumia nguvu kubwa sana katika mapambano ya eneo hili, kwani Urusi ilivuka mpaka na kuingia eneo hilo la mto Donetsk na ilianzisha mashambulizi karibia kabisa na Severensky na kuwasambaratisha mara moja askari wa Ukraine. Nambari 3 ni Pokrovsky. Pokrovsky inajulikana kwa Kirusi kama Krasnomensk. Ilikuwa ni moja kati ya majiji makubwa nchini Ukraine ambalo ni sehemu ya Donbas, na kabla ya vita lilikuwa na watu 61,000. Kwa pamoja lilikuwa likichukua maeneo ya Minograd na Rudninskoye, na maeneo hayo kijumuisha ilikuwa na idadi ya watu 200,000. Zaidi ni kwamba maeneo ya Provinsky mjini watu wengi walihama kutokana na hali ya mashambulizi yaliyokuwa yakifanywa na Warusi, na Urusi ilitumia mbinu nyingi katika kufanya mashambulizi na hatimaye kuliteka jiji hilo, na hii pia inatajwa ni moja kati ya maeneo magumu ambayo Urusi ilipambana kwa kutumia nguvu kubwa mno. Eneo lingine ni lile la Sudzha. Tofauti na jiji kubwa la Pokrovsky, Sudzha ilikuwa na idadi ndogo ya watu. Kabla ya vita ilikuwa ni watu 5,000. Ndio mji mdogo zaidi katika muhtasari wetu. Isitoshe ni mji pekee ulioko katika eneo la zamani la Urusi. Sudzha inaweza ikatajwa kwamba ni eneo ambalo lilikuwa tuzo kuu kwa vikosi vya Ukraine wakati wa uvamizi wake katika mkoa wa Kursk wa Urusi. Mnamo Agosti mwaka 2024, Sudzha ilitekwa na kuwa kitovu cha eneo la mita za mraba 1,000 kwa wanajeshi wa Ukraine kwa muda wa miezi 6 iliyofuata. Hata hivyo, jeshi la Urusi kwa msaada kutoka kwa wapiganaji wa Korea Kaskazini lilipunguza kwa utaratibu eneo hili likizunguka Sudzha kutoka pande 3, na kufikia Machi operation hiyo ilihamia katika awamu ya mwisho kwa mashambulizi makali na jiji likatekwa, na mabaki ya jeshi la Ukraine walikimbia karibu bila mapigano, na mkondo wa operation ulihusisha kuhamisha askari 100 kadhaa nyuma ya safu za maadui. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tumeyatazama katika vita vya Urusi, namna ambavyo Urusi ilishinda na iliweza kupambana vikali kuhakikisha inashinda kati yake na Ukraine. Cha kwamba Urusi ilipambana sana katika vita hivyo, lakini hali ilikuwa tofauti. Lakini eneo la mwisho lilikuwa Mirnograd, kwa Kirusi ilikuwa ikifahamika kama Dimitrov, ilikuwa na watu 47,000 na ni miongoni mwa majiji ya uchimbaji wa madini ya makaa ya mawe, na lilikuwa karibu na Pokrovsky, lakini kama maeneo mengine ilikuja kuwa sehemu ya mapigano makali katika mwaka 2025, na mapigano huko Mirnograd yaliweza kulionyesha jeshi la Urusi ni jinsi gani limekuwa na nguvu katika mapambano. Hali ya mapambano katika eneo hilo ilisaidia Urusi kulinyakua mapema, na hatimaye Urusi iliweza kulichukua eneo hilo bila shida yoyote. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World.